Si ni ukora? Sababu mimi nashangaa wewe ukiwa na pesa yako uamue kufanyia kitu fulani Nairobi, wengi wao mnajua ile vitu wanafanyia. Sisi tuseme sababu sisi chama yetu tulisema msingi wetu ni mwananchi yule ako chini. Yule ambaye yako bottom anafaa kuinuliwa kwenda up. Na wakati rais anapanga mikakati ya kuona biashara inakuwa better, maneno ya kahawa, mnajua vile mambo ilikuwa. Nyinyi ni wakulima, mnajua mambo ya majani chai, mambo ya kilimo ya kila aina ambayo tunazidi na kusema izidi kusongeshwa mbele. Mnakumbuka vizuri kabla serikali hii kuchaguliwa, mlikuwa mnachukua mbolea kwa shilingi 7,000. Siku hizi, saa hizi tunapozungumza, mbolea inauzwa kwa 2,500. Na wale wanatukasirikia, wanasema kwa nini mnasaidia wale wako chini? Ati wanataka tu nyinyi mbaki pale chini ndio mkue vibaraka yao ya kufanyia kazi na kutumia kurusha mawe na kufanya maandamano wakati wa siasa inafika. Hiyo maneno tumekataa na tumesema tunataka taifa ambalo mwananchi ambaye anakumbukwa katika mipango yote ya serikali. Na ndio maana tunazunguka Kenya mzima, na wakati wowote Zaira tuite leo tutafika. Akisema turudi tena Jumamosi, mtatukaribisha? Tutakuja tena na tena mpaka wale wasikia bae kazi yao ni kuweka fitina. Ati wanataka tukichaguliwa tukae kwa maofisi kule Nairobi tukikula hewa ya AC na tunakuja maji ya dasani, hatujui mwananchi ule alituchagua kwa namna gani. Lazima turudi kwa mwananchi wa kawaida, tusikize maneno yake ile ambayo anatueleza. Ndio wakati hata sisi kama wale ni wabunge vile tunarudi bunge kwa sasa, tukipitisha sheria kwa kichwa yetu iwe ni mawazo ya mwananchi yule wa kawaida ambaye anatuambia ambia rais azidi kuongeza pesa kwa kilimo ili mwananchi wa kawaida maisha yake inufaike na ikuwe bora zaidi. Ambia rais apange maneno yenu ya barabara, apange maneno ya hospitali kama ile ambaye tulikuwa tumewaeleza juzi. Na mimi nimefurahia kwa sababu kuna mtu amezungumza hapa na akatuambia, tafadhalini wananchi, maneno ya SHA si maneno ya mzaa. Kuna wengi wanaifanyia mzaa katika mtandao na kwa mazishi na kusema inafanya haifanyi. Ukitaka kujua ukweli wa maneno ya SHA, nenda hospitali ukiwa na kadi yako kwa mkono, ndio ujue kama inafanya ama haifanyi. Lakini bila kujiandikisha huwezi kujua. Tunapozungumza leo ndio mjue Kenya hii imejaa wakora. Wengi wa wale wanaongea maneno hayo, ile orodha ama list ya counties vile zimejiandikisha ikitokea, wengi wa wale wanapinga maneno ya SHA, county zao ni namba 1. Wakikuja hapa Kisii mnaambiwa ati usijiandikishe. List ikitoka kule Nairobi unapata kaunti yake, kaunti ya Nyeri namba 1, kaunti sijui gani namba 2. Alafu nyinyi sababu ni watu wangwana, pengine mnafuata mnasema mtu fulani na fulani alisema. Hii Kenya pahali imefika, lazima mwananchi ajulishwe ukweli, ambiwe kuna timu mbili. Kuna timu chapakazi ambaye mnaiona hapa, ambaye kila siku wako mashinani, wanashikana na vijana wa bodaboda, wanashikana na wamama, wanashikana na wakulima, wanainua biashara yao. Ile ingine ni timu ya sarakasi, drama, fitina na hakuna chochote cha maendeleo mtawahi kuwasikia. Wakikuja hapa Nyandurago, maneno itaongelewa, mwisho kila mtu ataenda nyumbani. Nyinyi mnajua, nilisikia Zaira akiongea, na unajua hata kama mimi sizungumzi nyumba yake Gusii, ninasikia sababu unajua Kabianga na hapa ni mbali kweli, si ni karibu sana. Kwa hivyo mkiongea nilikuwa nasikia. Niliona Zaire wakati alitaja mambo ya Chibesa, masikio yenu inafanya hivi kabisa. Unajipanga kabisa vile inafaa. Sababu si kila mtu anaamka asubuhi kutafuta pesa ama kuna kitu kingine watu wanaamkia kutafuta. Si watu wanatafuta pesa. Ati wanatuambia mumeenda kwa hiyo mkutano, mumeenda na tumbo yenu peke yake. Kwani hao Zaire wanakuja hapa wanawacha matumbo yao nyumbani? Si wanakuja naye? Hiyo watu ya fitina msiwapatie nafasi hapa Kisii. Mjue siasa ni maslahi. Ule mtu anadai maslahi yako. Ukiona serikali ambayo inakupangia mambo ya afya, inakujengea barabara, inahakikisha stima inatembea hapa mashinani,
inakufanyia empowerment, inahakikisha wewe mkulima umelipwa vizuri kwa mazao yako ya majani chai, kahawa na ile mipango ingine yote ambayo unafanya, maziwa. Hiyo ndio serikali ambaye inakujali, na hiyo ndio maneno unafaa usikie. Mtu yoyote ambaye hana plan, hazungumzi maneno hiyo ya ambaye nimetaja, kazi yake ni fitina, sijui nini, one time, huyu must go, huyu afanye hiyo, mwishowe atakuacha kama maisha yako iko mbaya kuliko vile ilikuwa. Kwa hivyo niwaombe nyinyi ndugu zetu, mimi nikiwa jirani yenu kutoka hapa Kericho, na unajua Zaire, wazee wetu wameniambia pale Kericho usirudi, niko na list iko hapa. Niko na kesi kidogo na nyinyi. Wasichana wetu wakienda college, wasichana wetu kutoka pale Kericho, hata nimeona wengine kama huyu, kwao mimi najua hawarudi nyumbani tena. Sijui hivi vijana yenu ya Wakisii wanawafanyia nini. Ninawajua, si wewe ni Chebeti, na huyu mwingine namjua pia kwa huyu. Wasichana wa Kericho wamejaa hapa wengi sana, na wamependana, wamekuwa kitu kimoja. Sisi hatukatai, tumesema mtupatie ng'ombe tu peke yake, hiyo tu ndio tunataka. Msichukue watoto wetu bure, hiyo peke yake. Hata mnataka kuongeza tena wengine zaidi. Wewe umeoa na unasema unataka kuongeza zaidi, kwani wewe wawili peke yake? Kwani huku kwenu watu wanakubaliwa wangapi? Hata watatu, na wamama wenyewe ndio wanajibu. So sitaki kusema zaidi ya hapo. Mimi nimekuja tu kushikana na nyinyi, na niwaambie Kenya pia imejaa sarakasi sana. Simeona mjumbe kama Zaire. Imagine mtu mmechagua kama Zaire, amechaguliwa kule Juja, anatangaza kwa radio na television, anasema ati serikali imeniabduct. Polisi wanafanya uchunguzi, mwisho inajulikana mtu alikuwa amejifungia kwa hoteli na mti yake, anajivinjari, asubuhi anaenda anajitupa kwa majani, alafu anatangaza. Lakini mimi silaumu huyo mjumbe, mimi nalaumu director wa hiyo kipindi ambaye sio mwingine bali ni wa Munyoro ule ambaye tulifukuza. Mtu ambaye kichwa yake imejaa kasumba, uongo na fitina. Kazi ni kudanganya na kuhakikisha kwamba Kenya hii hakuna kitu mzuri ambaye inaendelea. Wakati tulikuwa tunawaambia hizi sarakasi zilikuwa zinatangazwa za abductions, huyo bwana anajua, watu wengi walifikiria ni mzaha. Sasa Kenya mzima imejionea kama wa Munyoro anaweza panga mbunge amwambie enda ujifiche kwa hoteli, ulale, ukunywe pombe, asubuhi uamke ukimbie kwa kahawa, useme serikali imekushika. Hakuna kitu huyo mtu hawezi kufanya. In fact, mjihadhari sana. Akikuja hapa kwenu mjichunge sana, kwa sababu huyo na hao watu ambao wanatembea na yeye sio watu wazuri na hawana ajenda mzuri kwa Kenya. Wakati nitarudi kule kwetu nyumbani, sinirudishe salamu. Niwaambie ndugu zetu wa Kisii wametumana salamu. Wamesema tukae pamoja, tutembee pamoja ndani ya serikali mpaka mwisho vile inafaa. Basi Mheshimiwa Zaire, mimi pia nimekuja, sikuja mbaya sana. Ngawaje bonus ya chai haijafika, nimebeba kidogo ile nilikuwa nayo. Nitapatia wananchi wako shilingi 1,000,000. Asante na Mwenyezi Mungu awabariki.